Kila itwapo asubuhi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hilo, ama ninamshukuru kwa ajili ya hilo, kwa ajili ya upendo wake kuwa mwingi upande wetu ama upande wangu. Kuna ambao walitangulia tayari mbele za haki, walikuwa na shauku na kupenda sana kuona mwanga wa siku ya leo, lakini hawajapata nafasi mfano wa hii. Haina maana kwamba sisi ndio wazuri sana kupita wao, bali yote katika yote ni neema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Kama umelala na kuamka, si kwa mapenzi yako, si kwa sababu tu wewe ni mzuri sana, wewe ni mrembo sana, sijui wewe ni una cheo, madaraka na vingine vyote, bali ni kwa neema ya Mungu ali hai. Sasa ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo yote. Ninaendelea kumshukuru Mungu nikiwepo katika mazingira mfano wa haya. Imekuwa siku nyingi sionekani katika mazingira haya. Haya ni mazingira ambayo binafsi nimejichagulia ili niweze kuwa ninatoa neno la Mungu kwa njia ya mtandao mfano wa hivi. Ni eneo dhaifu sana, ni eneo dhaifu sana. Ukiliona kwa kweli utasema ni eneo dhaifu sana, lakini atuangalie eneo wala sehemu. Sehemu yote tunafanya ile tupasalo kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Atuangalie uchafu wa eneo, udhaifu wa eneo, uzuri wa eneo, lakini tunafanya yale yatupasao kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu aliye hai. Sasa leo nataka niweze kuzungumzia mambo manne ambayo yatakusaidia kuanza na kumaliza pamoja na Mungu. Kuanza na Mungu na kumaliza pamoja na Mungu. Watu wa Mungu, nataka mnifuate kwa makini sana. Sipendi kuongea sana siku ya leo, maana niko nje ya muda. Niko nje ya muda. Niko nje ya muda. Hivyo nitatamani mnifuate kwa makini sana. Tena kwa makini hali ya juu. Ninaamini mambo haya ama somo hili ukilifuata kwa makini, na amini utajifunza jambo moja ama lingine kupitia somo hili. Nguzo 4 ambazo zitakusaidia kuanza pamoja na Mungu na kumaliza pamoja na Mungu. Bwana asifiwe sana. Nguzo 4 ambazo zitakusaidia kuanza na Mungu na kumaliza pamoja na Mungu. Watu wa Mungu, kuna uwezekano wa kuanza na Mungu lakini usimalize na Mungu. Nataka mnifuate kwa makini sana. Mambo haya tunajaribu kuweza kukumbushana na kuwekana vizuri kwa habari ya huyu Mungu tunayemwabudu. Kuna uwezekano wa kuanza na Mungu kabisa, ukawa mwaminifu kabisa, lakini kadiri unavyoendelea na mwendo, nafika mahala unamuacha Mungu, unaachana kabisa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaanza na Mungu lakini usimalize na Mungu. Kuna wale ambao walianza na Mungu lakini hawakumaliza na Mungu. Tunaona akina Suleiman anaambiwa kwamba msiwaoe wanawake wageni, wala msiingie kwao wala wao wasiingie kwenu. Lakini Suleiman kwa sababu ya hekima kuwa nyingi sana, sijui akaamua kujitwalia wanawake, kiufupi akaalifu amri ya Mungu aliye hai. Sasa ambacho kilimtokea Mungu kwa kwamba Suleiman baada ya kuwa mzee, wake zake wakaubadili moyo wake, kwa kuwa alioa wanawake wa taifa lingine ambao walikatazwa wasiingiliane ama wasiingie kwao ama wao wasiingie kwao. Sasa Suleiman akaoa wanawake wageni. Sasa baada ya kuwa mzee, Suleiman akaanza kuabudu sanamu. Wake zake wakabadili moyo wake, akaanza kuabudu miungu mingine. Kwa hiyo Suleiman alianza na Mungu lakini hakumaliza na Mungu kwa asilimia zote. Huko tumwangalie Suleiman hapa. Nadhani kitabu cha Wafalme wa kwanza 11 tu nikaanza pale. Wafalme wa kwanza 11 nikaanza pale. Tafsiri ni nzuri, lakini kuna moja ambayo naipenda, ila Biblia yangu nimeacha ndani.
nimekuja na hiki kitabu cha habari njema kwa watu wote, ila nisome kwa tafsiri nyingine hapa haraka hapa. Wafalme wa kwanza 11, tuangalie mfalme Suleiman. Mfalme Suleiman akawapenda wanawake wengi wageni. Sio makini sana. Mfalme Suleiman akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na Waamoni na Waedomi na Wasidoni na Waithi na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Suleimani akaambatana nao kuwapenda. Bwana asifiwe sana, kwamba msiingie kwao wala wao wasiingie kwenu, maana mkifanya hivyo hakika wale wanawake wale au mataifa mengine hao wataigeuza mioyo yenu, watageuza mioyo yenu mkafuata miungu mingine ama miungu ya kwao. Sasa Suleimani akawapenda wanawake hao. Tumsikie vizuri Suleimani hapa. Tunaona ukianzia kwenye wafalme wa kwanza, huyu wafalme wa kwanza ukianzia tu kwenye moja tu kwenye moja tu anakushuka na maandiko utaelewa vizuri. Akawa wanawake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Suleimani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuata miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa hiyo tunamwona Suleimani alianza na Mungu, lakini baada ya kualifu amri ni kana kwamba amealifu amri, kwa sababu kwamba msiwapende ama msioane ama wasiingie kwenu wala nyinyi msiingie kwao. Lakini Suleimani akaambatana nao akawapenda wanawake wa mataifa mengine, na tayari waliambia kwamba mkiingia kwao ama kuingia kwenu mtabadilishwa mioyo na kufuata miungu mingine. Lakini Suleimani aliamua kufuata, akaambatana nao kwa kuwapenda, wakaugeuza moyo wake akafuata miungu mingine. Kwa kuwa Suleimani akafuata Ashorethi, mungu mke wa Wasidoni. Kwa hiyo Suleimani ametoka kwenye utukufu wa Mungu na kuanza kuabudu miungu mingine, mungu mke wa Wasidoni, sijui na vingine vyote. Tunaona Suleiman. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuanza na Mungu lakini usimalize na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna uwezekano kabisa ya kuanza na Mungu lakini usimalize pamoja na Mungu. Nikienda kwenye sita kwa haraka. Wafalme wa kwanza 11:6. Suleimani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakufuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Na huyu ndiye Suleimani ambaye aliambiwa na Mungu kwamba achague lolote atakalo atapewa na Mungu. Akachagua hekima, akapewa hekima. Lakini tena ndio huyu ambaye kwamba Suleimani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Mungu aliye hai. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kutumiwa na Mungu, kuna uwezekano wa kuanza na Mungu lakini usimalize na Mungu. Suleimani alianza na Mungu lakini akamaliza vibaya kwa asilimia zote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka leo mtu wa Mungu nifuate kwa makini sana. Nataka ujue hapo tu nilifungua ili ujue kwamba unaweza kuanza na Mungu, unaweza kuanza pamoja na Mungu lakini usimalize na Mungu. Kuna wangapi ambao walianza na Mungu lakini wakaisha pamoja? Tunaona Paulo kwamba anasema kwamba sijui demo aliniacha akiupenda ulimwengu wa sasa.
Kuupenda ulimwengu ni kufuata taratibu za ulimwengu huu, ni kuishi sawasawa na kanuni za dunia hii, ni kufuatisha namna ya dunia. Huko ndiko kuupenda ulimwengu. Kwa hiyo alimadamu Dema alimwacha Paulo na kuupenda ulimwengu, kule kuupenda ulimwengu ni kuishi sawasawa na ulimwengu, ni kufuatisha namna ya ulimwengu huu ama ya dunia hii. Wenda Dema alikuwa pamoja na alikuwa vizuri na Mungu, lakini baada ya kuanza na Mungu akaishia pabaya. Kwa hiyo nataka mtu wa Mungu nifuate kwa makini sana. Sipendi kuongeza shika leo. Nataka tu unifuate kwa makini sana. Kwamba unaweza ukaanza na Mungu lakini usimalize na Mungu. Kwa hiyo leo nimekuja na mambo manne, nguzo 4 ambazo zitakusaidia kuanza na Mungu na kumaliza pamoja na Mungu. Maana tuna Wakristo wengi sana leo ambao walianza na Mungu lakini wakamaliza vibaya. Bwana asifiwe sana. Tuna walokole leo ambao walianza pamoja na Mungu lakini wakamaliza vibaya, yaani wakamaliza bila Mungu. Wagalatia 3:3 anasema, je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wale ambao walianza na Mungu kwa asilimia kubwa lakini hawakumaliza pamoja na Mungu. Na ndio ambao tunaona siku hizi wanakunywa, walikuwa ni watumishi wa Mungu lakini leo wanakunywa pombe, leo wanazini ovyo. Walikuwa ni watu wa Mungu wao, walianza na Mungu wao lakini hawakumaliza pamoja na Mungu. Leo tuna wazee wetu ambao wazee ambao wamesha tu kusema kwamba mimi nilikuwa mhudumu, nilikuwa yani tu, yani wamekuwa wazee wa nilikuwa, lakini ukiangalia nilikuwa wenyewe ndio walikuwa watumishi wa Mungu lakini hawakukamilishwa ama kukamilisha katika roho, badala yake wakakamilishwa ama kukamilishwa katika mwili. Kwa maana yake sasa kuliko kuenda katika roho wakamaliza katika mwili, wakaishia nili ulikuwa. Sasa kuna uwezekano wa kuanza na Mungu na usimalize pamoja na Mungu, lakini pia kuna uwezekano wa kuanza na Mungu na ukamaliza pamoja na Mungu. Fuata ya mambo siku ya leo, na nimekuletea mambo manne ambayo yatakusaidia kuanza na Mungu na kumaliza pamoja na Mungu. Hebu angalia ni wangapi ambao walianza na Mungu lakini mpaka leo wako wapi? Bwana asifiwe sana. Nguzo ya kwanza ama jambo la kwanza ambalo litakusaidia kumaliza vizuri, kuanza vizuri na kumaliza vizuri. Asilimia kubwa kuna wale ambao wanaanza vizuri, wengi wanaanza vizuri lakini mwisho wakawa vibaya. Sasa nataka unifuate kwa makini sana. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kumaliza vizuri pamoja na Mungu, uaminifu. Uaminifu ni moja kati ya nguzo ambayo itakusaidia kuanza na Mungu na kumaliza na Mungu. Imagine, kuna watu leo ambao walipookoka walikuwa ni waaminifu kwa Mungu. Nini maana ya uaminifu? Bwana asifiwe sana. Leo kuna ambao walianza na Mungu kwa uaminifu wote lakini wakamaliza bila uaminifu. Nini maana uaminifu? Uaminifu ni kutenda sawasawa na kile ulichoagizwa pasipo kuongeza wala kupunguza. Huo ndio uaminifu. Ni kutenda ama ni kufanya kile ulichoagizwa sawasawa vile ulivyoagizwa pasipo kuongeza ama kupunguza. Huo ndio uaminifu. Mfano umetumwa mahala kwamba nenda dukani ukanunue nguo moja. Umeambiwa ununue nguo moja. Sasa wewe unakwenda dukani unanunua nguo zaidi ya moja. Huo sio uaminifu, maana umekwenda kinyume na maagizo yaliyoagizwa. Kwamba nenda dukani ununue nguo moja, umenunua 2. Huo sio uaminifu. Uaminifu ni kitendo cha kutumwa mahali
kwamba nenda ukanunua kitu fulani. Sasa ile hali ya kununua sawa sawa na ulichoagizwa, huo ndio uaminifu. Yaani umekwenda kununua kitu ama umetuma mali kuchukua kitu, kula kuchukua sawa sawa na ulichoagizwa, huo ndio uaminifu. Yaani kula kununua nguo ile moja namba moja ambayo umeambiwa kwamba ile kwamba ununua nguo moja, kula kununua ile moja, huo ndio uaminifu. Yaani ni kutokuongeza ama kupunguza kwa yale ambayo ulioagizwa uyafanye. Huo ndio uaminifu. Sasa wengi tumeacha kuwa waaminifu. Tulipookoka tulikuwa waaminifu kwa Mungu. Tulikuwa tunakwenda ibadani kila Jumapili, tunakwenda ibadani. Tulikuwa waaminifu hata wa kutoa sadaka. Wengine walikuwa ni waaminifu kwa Mungu kabisa kabisa. Mungu akiongea anafanya. Alikuwa akifuata maandiko kwa uaminifu sana. Lakini baada ya mazoea kuingia kati, mazoea ni moja kati ya jambo ambalo linawafanya wengi wamalize vibaya. Ulikuwa mwaminifu, lakini baada ya kumzoea Mungu, ule uaminifu unaweza kutoka. Kwa hiyo ukikosa uaminifu, hakuna uwezekano wa kumaliza vizuri pamoja na Mungu. Hebu tumwangalie huyu nani huyu? Sauli huyu. Sauli kwenye andiko la Samueli. Samueli wa kwanza 15, 16, 19. Tukianzia pale. Samueli wa kwanza 15, 19 tuanzie pale. Nasema, kwa nini basi haukuitii sauti ya Mwenyezi Mungu? Bwana asifiwe. Kwa nini basi haukuitii sauti ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini mkakimbilia nyara na hivyo kutenda jambo ovu mbele za Mwenyezi Mungu? Hebu nene tuko tafsiri hii. Hii ni tafsiri ambayo kama hujaelewa andiko na kwenda nalo. 15, 16, 19 nasema, mbona basi hukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Waamaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Naye Samueli akamwambia, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi kama ukafiri na vinyago, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, naye ameukataa wewe usiwe mfalme. Huyu jamaa ametumwa mahala kwamba nenda huko vitani huko, nendeni vitani huko, lakini msichukue chochote. Yeye ameambiwa kwamba asichukue, lakini kuna vitu vinono vizuri, sema hili litampendeza Bwana. Lakini Mungu haendi kinyume na sauti yake ama neno lake. Sasa huku hakuweza kuwa mwaminifu kwamba usichukue chochote, akachukua chochote. Wala huyu alianza na Mungu, lakini
hakumaliza na Mungu, amekosa uaminifu. Nimekutuma sehemu, nenda kule, lakini usichukue chochote cha kwao. Umekwenda umechukua vya kwao, huo sio uaminifu, umehalifu amri au kutii ulichoambiwa. Basi sana. Kwa hiyo ukikosa utiifu, ukikosa uaminifu kwa Mungu, hakuna uwezekano wa kuendelea na Mungu. Ama ukikosa uaminifu kwa rafiki yako ama mtu mwingine, hakuna uwezekano wa kuendelea na mtu huyo kivyo vyote vile. Kwa hiyo uaminifu ni moja kati ya nguzo ambayo inawafanya watu waendelee kuwa pamoja kwa umoja, waendelee kushikamana, na halikadhalika uaminifu humfanya mtu na Mungu kuendelea kuwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu huo mtu huyo ni mwaminifu kwa Mungu, anafanya sawasawa na kila ambacho anaagizwa na Mungu. Lakini akikosa uaminifu, amevunja kila kitu, amevunja uhusiano wote. Na ndivyo walivyo watu wengi sana wa Mungu. Wamevunja uaminifu sana, wamevunja uaminifu sana. Na ndio maana mpaka sasa kuna wengine ambao wanalilia vitandani kwamba sijui nimaliza vibaya na vingine vyote, kwa mfano wa hayo. Lakini watu wa Mungu, kwa hiyo ukipenda kuendelea, jambo la kwanza, kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu kwa Mungu. Ukipenda kuendelea na mtu awaye yote, kuwa mwaminifu kwa watu wao ama kwa Mungu wako. Uwe mwaminifu ukitaka kuwa vizuri na watu ama na Mungu. Kuwa mwaminifu. Fanya sawa sawa na unachoambiwa ufanye. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ambalo litakusaidia uanze vizuri na umalize vizuri pamoja na Mungu. Jambo la pili, utii. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii, nini maana ya kutii? Kutii, niambia kwamba uende kule sijui sehemu nyingine ukafanye vile, ukafanya chochote. Umekwenda huko, umekwenda kinyume na ulichoambiwa, huko sio kutii. Mfano tena wa Sauli. Kutii ni nini? Kutii ni kukubali kuacha mapenzi yako na kufuata ya mwingine yaliyo mema wala si mabaya. Kutii ni kufuata, ni kuacha mapenzi yako wewe na kufuata mapenzi ya Mungu ama mapenzi ya mwingine yaliyo mema na sio mabaya. Huko ndiko kutii. Kutii ni kuyakataa ama ni kuacha mapenzi yako, ni kuacha yale ambayo ya kwako na kufuata ya mwingine yaliyo mema na sio mabaya. Yakobo, sipendi kuongea sana, nikomja muda. Yakobo 4:7. Yakobo 4:7. 4:7 anasema Yakobo 4:7 anasema, bila unazungua sana. Yakobo 4:7 anasema, basi jiwekeni chini ya Mungu, mpingeni Ibilisi naye atawakimbia. Tafsiri, hebu nenda huko nako. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kutii ni kutenda sawasawa na ulichoagizwa, ni kuacha mapenzi yako. Yaani kutii ni kujiweka chini ya mtu aliye juu yako. Basi jiwekeni chini ya Mungu, yaani chini ya Mungu, yaani mtiini Mungu na mpingeni shetani. Kutii ni pamoja na kuacha mapenzi yako na kufuata mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wengi leo tumekosa utii kwa Mungu. Umeambiwa kwamba usizini, unazini. Kiburi, kutokutii, ukosefu wa utiifu. Umeambiwa usiibe. Sauli, nenda vitani, lakini usichukue kitu. Umekwenda vitani, umechukua vya kwao. Huko sio kutii. Huko ni kualifu amri, ni kutokutii sauti ya Mungu.
Sasa leo watu wa Mungu, kwa sababu ya kukosa utiifu, kwa sababu ya kukosa utii, leo tumefarakana na Mungu. Kwa sababu ya nini? Tumekosa utii. Utiifu kwa Mungu haupo, kwamba mtiini Mungu na mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa maana sasa, ukimtii Mungu, shetani ukimpinga atakukimbia. Mimi shetani ananiweza. Haujamtii Mungu. Maana ukimtii Mungu, shetani utampinga. Kumtii Mungu ni pamoja na kukataa kwako na kuyatii ama kufuata ya Mungu yaliyo mema. Huko ndio kumtii Mungu. Mimi namtii Mungu lakini bado mzizi. Hapana. Mimi namtii Mungu lakini bado msharati. Hapana. Namtii Mungu lakini bado ni mlevi. Hapana. Huko sio kumtii Mungu. Watu wa Mungu, kumtii Mungu sio maneno. Kumtii Mungu ni matendo, ni kujiweka chini ya Mungu. Ni kujiweka chini ya Mungu ni pamoja na kukataa kwako na kuyakubali ya Mungu, hata kama kwako si mazuri. Lakini the moment hali ya kukataa kwako na kuyatia Mungu, huko ndiko kutii. Leo watu wa Mungu tumekosa utiifu kwa Mungu. Unaambiwa usinyoe kiduku, ona hiyo kiduku, ukosefu wa utii. Sasa wengi leo kwa sababu wamekosa utiifu kwa Mungu, wamekosa kutii kwa Mungu, kwamba usivae mavazi ya mpasao mwanaume, wanavaa. Ukosefu wa utii. Hakuna uwezekano wa kuendelea vizuri na Mungu, hakuna uwezekano wa kuenda na Mungu vizuri wakati hautii. Bwana sifa sana. Mambo yako very hivyo. Nani wako very, yani ni hivyo tu watu wa Mungu, ni hivyo. Leo watu wa Mungu tumekosa utiifu. Na ndio maana tumekuwa maanguko ni mengi sana. Ukimtii Mungu, mtu wa Mungu, ukimtii Mungu wewe, shetani hata kukimbia sasa. Kwamba mtini Mungu na mpinge shetani. Kumpinga shetani sio kwenye maombi, sio Bwana namkemea shetani nampinga. Hapana, kumpinga shetani ni kukataa kufanya yaliyo mapenzi ya shetani. Huko ndio kumpinga shetani. Au tunakaa yani tumekuwa ni walokole wadhaifu sana, wadhaifu kufikiri sana yani. Baba wana sifu Bwana nampinga shetani. Hapana watu wa Mungu, huko sio kumpinga shetani. Kumpinga shetani ni kuishi kinyume na mapenzi ya shetani. Huko ni kumpinga shetani sasa. Na kazi juu mimi nampinga shetani. Kumpinga watu wa Mungu. Unajua shetani sio hicho kibamu mkitacho hewa sijui katika ulimwengu wa roho. Hapana. Shetani ni matendo mabaya. Shetani ni kila tendo baya. Huyo ndio shetani sasa. Kwa hiyo unapoomba sijui nampinga shetani kwa jina la Yesu Kristo, hapana. Maana kuna uwezekano wa kuomba wa kumpinga kwenye maombi, lakini kwenye reality anakupiga sasa. Wengi tunampinga kimaombi, lakini reality tunapigwa na shetani. Kwa hiyo kumpinga shetani sio maneno, ni matendo. What do you do? Unafanya nini? Bwana sifa sana. Kumpinga shetani ni kuishi mapenzi ya Mungu, ni kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Huko ndio kumpinga shetani. Kumpinga shetani sio maneno, nampinga. Hapana, kumpinga shetani ni kuishi kinyume na mapenzi ya shetani. Kumtii Mungu ni kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu na sio kwa maneno. Tumekuwa na walokole ambao mimi namtii Mungu, lakini ukimwangalia sema huyu mpagani kabisa. Lakini kwa maneno anamtii Mungu. Nampinga shetani, lakini ukimwangalia unasema wewe ni agent wewe. Lakini kwa maneno anampinga. Kwa hiyo Mungu kumpinga shetani na kumtii Mungu sio mnaofikiria kwenye akili zenu na kwenda kwenye maombi. Leo mtampinga shetani. Hapana. What do you do after prayer? Mbona sana? What do you do after prayer? Yaani unafanya nini baada ya kuomba? Kuna uwezekano wa kuomba na unapigwa na shetani. Ndio ukweli. Watu Mungu, tuishi kwa kanuni, tuishi kwa akili. Sio mnakalia vitu vya ajabu maombi. Wengine mnasema sijui Waefeso 6:12 sijui kushindana kwetu sijui damu na nyama na vingine vyote. Yaani ninyi mnafikiri kula kuomba ndiko kupigana vita katika ulimwengu wa roho.
Sio kweli. Maana kuomba kwenyewe sio kuwa kiroho. Nasema unampinga Mungu. Ndio hivyo, kuomba tu kuomba sio kuwa kiroho. Wala Biblia hii kuisoma sio kuwa kiroho, watu wa Mungu. Walokole mmekuwa namna gani walokole? Kwa mnapigana vita. Hapana, huko sio kupigana vita. Si juu ya damu na nyama, sawa, ni kweli ni hivyo. Lakini kuwa kiroho, kupigana vita sio kuomba, watu wa Mungu. Sio maombi hayo ambayo mnaomba kila siku. Niko kiroho, nazipinga hila. Hakuna kuzipinga hila. Kuzipinga hila za shetani sio kwenye maombi, ni kwenye matendo. What do you do after prayer? Bwana sifa sana. Tumekuwa na walokole wa ovyo ajabu sana. Yaani wamekuwa na tafsiri dhaifu za ajabu sana yani. Hapana, watu wa Mungu, hapana. Lazima tunyooke vizuri. Lazima tunyooke vizuri. Nampinga shetani. Kwa lipi sasa? Kwa lipi? Wakati mzizi mkubwa. Hapana. Watu wa Mungu, hapana. Hapana kabisa, hapana. Hapana. Tupigane vita katika ulimwengu wa roho. Unajua watu wa Mungu, kuomba sio kuwa kiroho. Tumekuwa walokole ajabu sana. Na mimi niko kiroho, kwa nini anaomba eti? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo huko ndiko kutii. Tunakwenda kwa jambo la tatu ambalo litakusaidia. Kwa hiyo ukiwa mtiifu kwa Mungu utamaliza vizuri. Wengi walianza na utiifu lakini wakaenda bila utiifu. Na moja kwa moja wameanguka. Twende jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo litakusaidia kumaliza vizuri pamoja na Mungu. Kudumu katika kusudi. Kudumu katika kusudi. Kudumu katika kusudi. Kudumu katika kusudi lako kutakufanya mtu wa Mungu umalize vizuri. Wewe umeitwa ili uje kuwa mhubiri. Umeitwa ili uwe mhubiri. Umekimbia kazi ya uhubiri, unakwenda kwenye biashara. Wakati Mungu amekuita ukawa mhubiri wa neno la Mungu. Wazi sana. Lakini kuliko kukaa kwenye kusudi lako, unakimbilia kusudi za wengine. Unajua wewe umetoka kuwa mhubiri na sio mfanya biashara sasa. Lakini the moment unakataa kukaa kwenye kusudi lako, hata kwenye biashara utakaa lakini hautafanikiwa. Kwa nini? Umekimbia kusudi lako. Kwa hiyo ukikaa kule kutokukaa kwenye kusudi lako kutakufanya umalize vibaya. Wengi leo wameenda vibaya kwa sababu hawakukaa kwenye kusudi la Mungu. Wewe umeitwa kuwa mchungaji. Kuwa mchungaji. Kuwa mchungaji. Unakimbilia unakimbilia vitu vya ajabu sana. Yaani Mungu amekuta wewe mchungaji, wewe unakimbia uinjilisti na vingine vyote. Ni hivyo. Niseme unakimbilia kuwa engineer na vingine vyote. Wewe ni mchungaji. Umetoa wewe mchungaji, lakini umetoka kwenye kusudi lako. Yohana wa kwanza 3:8. Tuanze hapo kwanza. Tuangalie kusudi hili ambalo Bwana Yesu alikuja nalo duniani. Tuangalie kusudi. Tuone kwanza mfano mfupi sana tu. Yohana wa kwanza 3. Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza Yohana 3:8. 3:8 na nianze kwenye tafsiri ya kawaida. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa kusudi hili, kwa sababu ya kusudi hili Yesu amedhihirishwa. Kwa kusudi hili amedhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Imagine Yesu angelikaa nje ya kusudi lake, ingekuwaje?
Kusudi lake ni kuja kuzivunja kazi za shetani. Hiyo ndio kusudi la Yesu hapo duniani, ni kuja kuzivunja kazi za shetani. Kwa kusudi hili amedhihirishwa lipi? Ili azivunje kazi za ibilisi. Atendaye dhambi ni wa shetani, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu amedhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Imagine sasa Yesu angeliishi nje na kusudi lake, ingelikuwaje hiyo? Ingelikuwaje hiyo? Bwana sifa sana. Ingelikuwaje? Ingelionekanaje? Yesu angelikaa nje na kusudi lake. Nakwambia angelimaliza vibaya sana. Vibaya sana. Na kwa hiyo wengine kwa sababu ya kukaa nje ya kusudi lenu, na ndio maana mnaishia kumaliza vibaya. Kaa kwenye kusudi lako. Umekusudiwa kufanya nini? Kaa kwenye lile ambalo umeitiwa kwalo. Kaa hapo, hata tamaa mtu wa Mungu. Wengi leo mnakimbilia vyeo vikubwa kwa sababu ya tamaa. Tamaa ni mbaya. Tamaa ni mbaya. Wengi leo mmekimbilia, mmeacha makusudi yenu, mnakimbilia makusudi ya wengine. Mmeitiwa kuwa hivi, nyinyi mnakwenda hivi, mmemaliza vibaya. Kwa nini? Hamkukaa kwenye kusudi lenu. Hamkudumu kwenye makusudi. Kwa hiyo, ili uanze vizuri na Mungu, lazima ukae kwenye kusudi. Lakini atendaye dhambi ni wa ibilisi. Maana ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo. Lakini mwana wa Mungu alikuja duniani kuiharibu kazi ya shetani. Hii ndio kusudi kwa nini Yesu alikuja duniani. Kuja kuharibu kazi ya shetani. Sasa imagine Yesu hapa duniani angelijisahau na kuishi nje na kwenye kusudi lake. Swali, je, hizi kazi za shetani hizi ambazo amezifuata kuzifunza duniani, je, angelizivunja? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Kwa hiyo ile hali ya kuishi nje na kusudi lenu huko kunawafanya mmalize vibaya. Kwa hiyo ili uanze vizuri na mtu wa Mungu, ili uanze na Mungu ili uanze na Mungu, uendelee na Mungu na uanze na Mungu vizuri. Dumu kwenye kusudi lako. Hata kama kuna wengine ambao wanapanda viwango, maaskofu, kaa kwenye kusudi lako, usikimbilie vyeo mtu wa Mungu, kaa kwenye kusudi lako. Umeitiwa nini? Wewe ni mwinjilisti, kaa kwenye uinjilisti. Sio nakimbia tena kuwa muuza kuku, muuza chipsi. Hapana, wewe ni mwinjilisti, kaa kwenye uinjilisti. Haya. Niende na jambo la mwisho ambalo hili sitaongea sana. Kushinda majaribu kutakufanya umalize vizuri. Kule kushinda majaribu kutakufanya umalize vizuri. Wengi leo wameenda vibaya kwa sababu hawakushinda majaribu. Najua jaribu unajua lazima ujaribiwe. Wengi leo wameanguka na kumwacha Mungu kwa sababu wamejaribiwa, lakini pia hawakujua namna ya kuenda ama kukabiliana na jaribu lile ama changamoto hiyo. Mwisho wa siku wanaamua kukaa nje na mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Hawakujua njia ya kukabiliana na jaribu lile. Jaribu alikuwapata nini isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, lakini Mungu hatawajaribu kupita kiasi chenu, na pamoja na kuwajaribu atawekea mlango wa kutokea. Hivyo sasa kila jaribu lina mlango wa kutokea. Sasa wengi kwa sababu hawajui, kwa kutokujua mlango upi wa kutokea, kwa kutokujua namna ya kukabiliana na changamoto ama jaribu, wameamua kuacha mapenzi ya Mungu kabisa. Kwa kule kushinda majaribu, mtu wa Mungu, kule kushinda majaribu kutakufanya umalize na Mungu, kutakufanya umalize salama. Wengi leo kwa sababu ya kushinda majaribu wameishia vibaya. Mtu wa Mungu, neema ya Mungu yonao ikufunike, uelewe haya, uyatendee kazi. Ukipenda kuendelea na Mungu, jenga haya mambo, uwe na haya mambo, yatakusaidia sana. Yatakusaidia sana. Mimi nisongee sana sikia leo. Niseme kwamba neema ya Mungu nani? Ni sauti ya mtu aliye na utungu moyoni. Anasema tengenezeni njia zenu na matendo yenu.
Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Dunia hii yote dunia hii itaharibiwa. Kwa hivyo mtu wa Mungu, linda mahusiano yako na Mungu, jijenge, endelea na Mungu hata kwa machozi. Unapitia jaribu namna gani, changamoto, lakini endelea na Mungu. Usiwe na sababu yoyote itakayokutoa kwa Mungu kwa namna yoyote. Neema